Kiwango cha Selemani Mwalimu ya kila mechi bao Selemani Mwalimu Gomez amekuwa na huo ubora kila mechi anafunga, na kadri anavyofunga ndivyo anavyoongezeka ubora, na ndivyo ambavyo confidence yake inaimarika na kuongezeka. Sisi tunao furaha kubwa kwa sababu Mwalimu ndio kinara wetu kwenye eneo la ushambuliaji, na ukiwa na kinara ambaye anaonesha kwa mfano ni proud kwa timu. Semaji, licha ya hali ya hewa kutokuwa nzuri kwenu, lakini mmecheza mpira mzuri. Hii ni salamu gani ambayo mnapelekea wapinzani ambao mnakwenda kukutana nao? Ya mechi inayofuata ni dhidi ya Dodoma Jiji ambayo tunaamini itakuwa ni ngumu mara 10,000 hii ambayo tumecheza hapa. Ukiangalia ubora wa Dodoma Jiji na ubora wa Tanzania Prison ni tofauti kubwa. Dodoma wana ubora zaidi ya Tanzania Prison, hata ukiangalia kwenye msimamo inaweza kathibitisha hilo. Kwa hiyo mechi yetu na Dodoma, hiyo ni vita mpya kabisa ambayo inajitegemea na inahitaji maandalizi makubwa kweli kweli, pamoja na hali ya uwanja na kila kitu, lakini tunaamini kwa aina ya wachezaji tuliokuwa nao wana uwezo wa kumudu katika mazingira ya aina yoyote ile. Niliwaambia ama kama sikuambia, lakini mtu kama Anicet Oura miguu yake ni kama ina nta, yaani anapokimbia mpira ni kama umenata kwenye mguu, unamfuata na hawezi kupotea. Mtu kama Mwamba wa Lusaka hata akicheza katikati ya juu ya bahari bado nakwambia ana uwezo wa kutoa pasi accurate na mpira usiyumbe hata kidogo. Mtu kama Libase Geye hata akicheza juu ya matuta ya Alizeti, bado matuta ya mpunga, bado ana uwezo wa kukimbia na mali na akatoa pasi. Mtu kama Inoloemba hata uwanja ukiwa katika mazingira gani, bado ana uwezo wa kuonesha ubora wake. Kwa hiyo pamoja na hali ya uwanja na hata mvua kama itanyesha, lakini bado tunaamini vijana wetu wanaweza wakatupa ubora na tukapata matokeo mbele ya Dodoma Jiji. Kuna namna alama hizi zinawapa hali ya kujiamini kwenda kumkabili Dodoma Jiji? Absolutely. Inatupa hali ya kujiamini sana, kwa sababu kwanza inaweka hai matumaini yetu ya kupigania ubingwa wa ligi kuu ya NBC, lakini unapoielekea mechi kubwa na mechi ngumu katika ligi lazima uwe na matokeo mazuri huku, matokeo mazuri ambayo yanaambatana na mpira mzuri, matokeo mazuri ambayo yanaambatana na magoli mazuri, matokeo mazuri ambayo yanaambatana na penalti za halali, zinawapa confidence ya kwamba tunaweza tukaenda tukabishana na tukapata matokeo mazuri hata katika mchezo mgumu. Lakini huu ushindi unatengeneza confidence kwa wachezaji pamoja na mashabiki wa Simba Sports. Elie Mpanzu hivi karibuni amekuwa ni wimbo kwa mashabiki wengi wa Simba na ambao sio wa Simba, kutokana na kiwango chake ambacho anakionyesha, na wengine wakijihusisha kwamba haipendi Simba au anataka kwenda timu nyingine. Nini hasa ambacho anaambia mashabiki wa Simba juu ya Elie Mpanzu? Tumeshaeleza sana, Mpanzu anapitia kipindi kigumu kwenye mpira wa miguu, lakini unamuona anaanza kuimarika na anakuja taratibu, na uzuri mwalimu amempunguzia majukumu na sasa amekuwa akimpa nafasi kidogo, wenzake wanafanya kazi na anakuja anaongezea ubora wake hapo. Pasina shaka katika mechi hizi ambazo zimesalia, Mpanzu atarejea katika ubora wake, na uzuri ni kwamba timu inambeba, wachezaji wenzie wanambeba, kwa hiyo ni rahisi hata yeye kuamka na kuanza kufanya vizuri. Sasa hata usikie nani amekosekana kwenye timu, bado unakuwa na matumaini ya kufanya vizuri. Kwa hiyo tumalize kabisa, tutapata usafiri tu. Tulikuwa wapi? Tulikuwa hivi sasa. Simba tuna uwezo, hata nani akikosekana bado mnakuwa na matumaini ya kwenda kufanya vizuri. Ni Simba ambayo imeundwa na kundi la wachezaji wengi bora. Simba ni kama ule msikiti ambao hata imamu akichelewa, mtu mwingine wa kawaida anaweza akapiga takbiri watu wakaswali, so ile mpaka namsubiri imamu. Kwa hiyo Simba sasa imefikia kiwango hicho. Anakosekana Tanja, anacheza Abel Hussein, anakosekana Shomari Kapombe, anacheza Duchu, anakosekana Kibabage, anazima Mligo, anakosekana Rushain, anazima Masinde. Hiyo ndio Simba ambayo sisi tulikuwa tunataka. Anakosekana sijui nani yule Kagoma, yuko pale sehemu fuko.
Kwa hiyo ni Simba ambayo imeimarika, ni Simba ambayo imesheheni, ni Simba ambayo kusema kweli ina asante.